zako Baba. Hakuna. Hakuna. There's no one else like Jesus. There's no one else like Him. There's nobody else like Jesus. Hakuna way. Hakuna wakaita saje. Hakuna way. Hakuna wakaita saje. Hakuna way. Hakuna wakaita saje. Nianze kwa kukusomea mstari mmoja wa utangulizi, alafu nitarudi kwenye mstari wa somo. Huu sio mstari wa somo, ni mstari wa utangulizi, lakini hauko mbali na mstari wa somo. 2 Peter chapter 1, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza. Madhumuni ni kutusaidia watoto wa Mungu tujenge uwezo binafsi. Tujenge uwezo binafsi, pamoja na kwamba kuna watu wenye karama maalum za maombi na maombezi. Hapa ninamaanisha maombi ya kuombea wengine au maombi ya kupambana katika vita, kwa sababu kila mtu anatakiwa kuwa mwombaji. Kuongea na Mungu hakuna karama. Kuongea na Mungu ni uhusiano wa kawaida wa baba na mwana, mwana na baba yake, na hiyo haina karama. Ni sehemu ya mahusiano yetu na Mungu ya lazima. Lakini nasema kuna watu wana karama za maombezi, wana vipawa zaidi, upako zaidi, nguvu zaidi kwenye huduma ya kuwafungua waliofungwa. Pamoja na kwamba hiyo itaendelea kuwepo, lakini ni muhimu na ni lazima ujijengee uwezo wa kufanya mwenyewe. Ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu pia uweze kufanya mwenyewe, ili na wewe uende kuwasaidia na wengine. Lakini pia kuna wakati utajikuta kwenye mazingira ambayo wale uliozoea kuwategemea wakusaidie labda hawapo. Kwa namna moja au nyingine msaada uko mbali. What do you do? Utafanyaje? Kwa hiyo tuliliongea na mwenyekiti mzee Jengo na kuona kwamba pamoja na kwamba huduma zitaendelea kuwepo Alhamisi na Jumapili, lakini tuwaondolee watu wetu ile hali ya kuwa tegemezi, kwamba nisipoombewa sitasaidika. Hiyo ndio tunataka eliminate. Tunataka kuiondoa, kwa sababu sio mapenzi ya Mungu ibaki. Unaweza ukapata msaada mwanzoni, lakini kadri unavyoendelea unahitaji kujijengea uwezo. Na mistari kama hii ambayo nataka nikupe sasa hivi inakuonyesha, kabla sijaanza somo, inakuonyesha the need, inakuonyesha uhitaji wa hiki ambacho nimekuwa nikikisema. Alafu ndipo baadaye nitakupa mstari wa somo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nisaidieni kusoma ubaoni. Nimeparaphrase kidogo, nimechanganya mstari wa 3 na mstari wa 4 kwenye ukurasa mmoja. Nilikuwa nataka tuvione kwenye ukurasa mmoja, lakini utakapokwenda kusoma mwenyewe utaona kina maneno mengi zaidi, ila mimi nimechukua yale ya msingi ambayo ninayahitaji kwa somo langu. Nisaidieni twende kwa sauti zenye uhai na ushindi. 1, 2, 3. Mungu ametupa nguvu zake kwa neno lake, ili kwa hizo tubebe tabia za asili ya kimungu, ili kuushinda uharibifu ulioko duniani. Ili kuushinda uharibifu ulioko duniani. Kwa hiyo inatosha kukuonyesha tunaishi kwenye ulimwengu ulioharibika sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaishi kwenye ulimwengu ulioharibika. Kwa hiyo maadamu na wewe ni memba wa ulimwengu huu, huna jinsi, lazima ujifunze kushinda. Haleluya. Waraka mwingine muhimu tuusome kwanza ni Efeso 4. Efeso 4 na Warumi 8. Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka mstari wa 15, na hapa pia sijaiweka yote, nimefupisha, lakini ningependa uende kusoma mwenyewe baadaye.
kwa sauti zenye uhai na ushindi. 1, 2, 3. Kwa huduma ya mitume na manabii, wachungaji, wainjilisti na waalimu, sisi sote. Sisi wangapi? Sisi sote tufanyeje? Tufundishwe, halafu tukue na kufika katika cheo cha Kristo. Sisi wangapi? Sisi sote. Kwa hiyo hii ni wazi, Mungu anataka wasiwepo masuperstar wachache. Mungu hataki wawepo mabingwa wachache, wataalamu wachache. Mapenzi na makusudi ya Mungu kwa kanisa la mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu ni kutufundisha sisi waumini wa kawaida ambao hatuna vyeo, hatushiki microphone, lakini purpose, Mungu amenyanyua mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu ili kutufunza sisi wote, tufundishwe na tukue na tufike katika cheo cha Kristo. Tusome mstari wa 15. 1, 2, 3. Na tuishike kweli. Kweli ni neno la Mungu. Na tuishike kweli. Na kukua katika upendo. Hata tukue, hata tumfikie yeye aliye kichwa, yani Kristo. Kwa hiyo Mungu hataki ufanane na Reinhard Bonke. Mungu hataki ufanane na Christopher Mwakasege. Mungu anataka ufanane na Kristo. Ukue. Usijilimit kwamba mimi nataka nifanane na TB Joshua. Unaweza ukakwenda zaidi ya hapo. Malengo na makusudi ya kanisa ni kuwajengea uwezo waumini waweze kukua na kufika katika cheo cha Kristo. Mstari mwingine muhimu ni Warumi 8:28 mpaka 30, na yenyewe pia nimeifupisha kidogo. Warumi 8:28 mpaka 30 kwa sauti zenye uhai. Twende. Wale aliowajua aliwaita, akawahesabia haki, akawatukuza ili wafananishwe na mfano wa mwanae, yani Kristo. Hebu tuisome kwa nafsi ya binafsi kwamba mimi aliyenijua aliniita, akanihesabia haki, akanitukuza ili nifananishwe. 1, 2, 3. Mimi aliyenijua aliniita, akanihesabia haki, akanitukuza ili nifananishwe na mfano wa mwanae, nani? Yesu Kristo. Unaona? The ultimate goal, hatimaye Mungu anataka ufike kwenye kufanana na Yesu. Manake ulivyokuwa unaviona kwenye maisha ya Yesu kupitia injili zile, ujione kwamba huyo Yesu amekutangulia kama mfano, na Yesu alikuwa anataka wewe uwe kama yeye sasa. Ndio maana unaona kwenye Yohana 14:12 anasema hivi. Yohana 14:12, twende. 1, 2, 3. Amin, amin nawaambia, kila mtu aniaminiaye mimi, kazi nizifanyazo mimi Yesu, na yeye huyo aniaminie atazifanya, naam, kubwa kuliko hizo atafanya. Imeandikwa Yohana 14:12. Ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Huu sio waraka wa Paulo mtume. Huu sio waraka wa Petro mtume. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe, na kuna Biblia zimeyawekea nyekundu kabisa kukuonyesha ni maneno ya Mwokozi mwenyewe. Anataka ufanane na yeye.